Warigani mwanamichezo popote pale ulipo, ni kuarike tutazame na tuyangaze yaliyo mengi zaidi katika upana mzima wa kimichezo. Ibara kubwa zaidi ni kauli ya kile ambacho kimekuja kuzungumzwa na kuwekwa zaidi na ambaye ametambulishwa kama kocha mkuu ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa namzungumzia coach Steve Barker. Huyu tayari ametambulishwa rasmi na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kama kocha wao mkuu atakayekuja kuinua klabu hii na kuifanya Simba Sports Club inakuwa imara, inakuwa bora na inatimiza pia idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kile ambacho tayari wamejiwekea kama sehemu ya ufanisi na ubora mkubwa uliotukuka katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Ukitazama klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ni moja ya timu ambayo performance yao imekuwa ni performance ya hali ya juu, japo msimu huu hawajaanza vizuri katika michuano yote, na hasa upande wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa wanaonekana kutoanza vyema baada ya kucheza mechi mbili na zote kuwa wameambulia kupata vipigo. Lakini upande wa NBC, when we talk about now, Simba amecheza mechi 5, kashinda mechi 4, amepoteza mechi 1, jambo ambalo kitazama nao kama atafocus na mechi zilizosalia upande wake, bado nafasi ni kubwa ya mnyama mwituni Simba Sports Club kufanya vizuri zaidi. Ikumbukwe kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba siku chache zilizopita waliweza kutangaza na kuthibitisha kufikia makubaliano kwa pande zote mbili, wao na aliyekuwa meneja mkuu ndani ya kikosi hicho, kwa maana ya kocha Dimitar Pantev aliyekuwa akihudumu kwenye kikosi hicho kama meneja mkuu. Sasa Simba baada ya kutangaza kuachana na Dimitar Pantev, wakawa katika sehemu ya kumtafuta nani ambaye atakuja kuwa kocha mkubwa wa kuifanya timu hii inafanya mambo makubwa na inatimiza idadi ya mahitaji na malengo makubwa ambayo wamejiwekea kama sehemu ya ufanisi na ubora uliotukuka katika upande huo. Sasa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, baada ya hayo yote kwa yanajiri na hayo yote yakiwa yanaonekana, tayari wamemtambulisha Steve Barker, kocha ambaye ana umri wa miaka 57. Mnamo tarehe 23 ya mwezi wa 12 ndio wakati ambao Steve Barker alipata nafasi ya kuzaliwa na kutazama ulimwengu wa jua pamoja na mvua kwa pamoja katika nafasi. Sasa Steve Barker amepata nafasi ya kuzungumza na moja ya chombo kikubwa zaidi cha habari pale nchini Afrika ya Kusini, ambako bado yupo kwa sababu bado hajafunga safari kuja nchini Tanzania. Kinachosubiriwa ni kwamba after Christmas that man atakuja hapa nchini Tanzania, na kabla ya tarehe 29 wakati wachezaji wanarejea kambini kwa mapumziko ambayo wapo nayo, coach Steve Barker atakuwa ni sehemu ni moja ya coach ambaye tayari atakuwa ametua. So wachezaji wakati wanakuja nchini Tanzania au wanarejea hapa nyumbani, basi watamkuta Steve Barker akiwa tayari yuko sanjari sawia kwa ajili ya kuinua klabu hii na kuifanya timu inazidi kuwa imara, na pia timu inatimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kile ambacho wamejiwekea kama sehemu ya ufanisi, ubora, uweredi na makubwa ambayo moja kwa moja tutazidi kuyatazama na kuyangaza kwa kina kutoka katika upande huo wa kikosi cha vijana wa wekundu wa Msimbazi Simba. Ukimtazama Steve Barker is one of the best coach, is one of the talented coach, is one of the best coach now in Africa. When you talk about best coach, you can't uwezo ukashindwa kumtaja mwamba anaitwa Steve Barker ambaye Simba Sports Club wamemtambulisha kutoka katika upande wa kikosi cha Stellenbosch. Sasa binafsi nitaomba mwanamichezo nikubirishe katika hichi ambacho Steve Barker amekuja kuzungumza na kuweka wazi zaidi katika namna ambavyo amefurahi vibaya mno yeye mwenyewe kupata nafasi ya kwenda kuinua klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Steve Barker akizungumza, nikinukuu kile ambacho ameweza kuzungumza, amekiri na kuweka wazi zaidi ya kwamba hii ni moja ya ndoto yake ambayo alikuwa nayo, kuiongoza timu kama Simba Sports Club, timu ambayo inashika nafasi ya 5 barani Afrika. Ni moja ya timu ambayo yeye kama yeye alitamani
kuinoa. Lakini pia akaweka wazi zaidi kwamba zipo timu nyingi ambazo zilikuwa zinahitaji huduma yake, lakini yeye kwanza kaitazama timu ambayo inamhitaji, ubora wao, lakini pia kile ambacho atakuja kuwekeza. Ni kweli uongozi wa Simba umekiri kukubali kile ambacho anakihitaji, na wakiwa wamempatia uhuru wa kufanya kazi katika jukumu lake kama kocha mkuu ndani ya kikosi hichi. Upande huo Steve Barker amekiri na kuweka wazi zaidi ya kwamba anakwenda kubadili mazingira, kwa sababu amekuwa katika upande wa ligi ya Afrika ya Kusini toka mnamo 2008. Up to now amekiri na kuweka wazi zaidi kwamba miaka 17 akiwa katika ligi moja kama kocha mkuu. Alianza upande wa Pretoria College, au unaweza kuita College of Pretoria, akatoka hapo akajiunga na Amazulu, akatoka Amazulu akajiunga na Stellenbosch ambao tayari kwa amehudumu kwa takriban miaka 8 ambayo tayari kwa ameitimiza katika upande huo. So kaweka wazi zaidi kwamba safari yake ya kwenda Simba haikuwa safari nyepesi na haitakuwa nyepesi, lakini atahakikisha ya kwamba Simba inarejea katika ushindani wake, Simba inakuwa bora zaidi. Akizungumza akaulizwa Simba up to now in their group, in the group D where they kwa sasa wanapoonekana katika nafasi waliopo, kwa maana ya nafasi ya mwisho. Je, yeye ana nafasi kiasi gani ya kuweza kuitoa Simba Sports Club katika nafasi hiyo? Steve Barker anakuambia it is not over until over, haijaisha mpaka iishe. Ndiyo kauli ambayo Steve Barker ameweza kuitoa akizungumza na waandishi wa habari pale nchini Afrika ya Kusini, ikiwa ni mara tu baada ya utambulisho wake kukamilika ndani ya kikosi cha kuna Simba. Huyu ni kocha ambaye hataki uzembe kazini, kocha ambaye ni muumini katika mfumo wa 4-3-3 au mfumo wa 4-1-4-1, ndio mfumo ambao anautumia katika upande wake. Bwana, hicho ndicho ambacho kazungumza Steve Barker. Bwana, nikuombe kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha umeweza kusubscribe, lakini pia nikupatie nafasi ya kwanza, pia hakikisha umeweza kutupia maoni yako kwenye hichi ambacho Steve Barker ameweza kuzungumza, lakini bado pia unayo nafasi ya kushare hata kwa wenzako nao pia wakajua hichi ambacho tayari coach mpya Steve Barker amekuja nacho ndani ya klabu ya wekundu wa Simba. Tutarajie uhondo wa aina gani? Yeye anapiga ile kampa tena, ndio football ambayo anaitengeneza. Tuwashambulie kutokea nyumbani kwetu. Huo mfumo kama mwaiko usikia, kwa maana we have to build tukiwa tunaanzia katika eneo lake, kwa maana ya kwamba akiwa anatengeneza mashambulizi huwa anatengeneza mashambulizi kuanzia katika eneo lake, na maana build up zinaanzia golini kwake akiwa analisa kama lango la mpinzani. Wana Simba wanamjua, na yeye mwenyewe anasema hivi, wana Simba furaha inakwenda kurejea katika upande. Bwana, maoni yako ni muhimu, lakini pia usahau kusubscribe ili usipitwe na taarifa.